Watu wanajilinganisha au wanapata pressure kwa kujilinganisha na maisha ya watu kwenye mitandao ya kijamii. Hili unalizungumziaje? Ni kweli ni changamoto ambayo perhaps vijana wengi au watu wengi wanakutana nayo sana, kutamani sio tu kujilinganisha, kutamani maisha ambayo mtu anaishi mitandaoni, ambayo kwa asilimia kubwa yanakuwa ni fake life, ambao sasa hayo pia yanapelekea mmomonyoko wa maadili, kwa sababu mtu si anaiga, anaona fulani amefanya kile, basi wacha na mimi nikifanye. Kwa hiyo hizo ni pressure tu za mtandaoni ambazo watu zipo, lakini mimi siwashauri binafsi usiige wala usishindane. Mimi binafsi kama mtaalamu wa masuala ya ustawi wa jamii nguli, mimi huwa ni competitor wa mimi mwenyewe. Kwa najitazama mimi mwenyewe, kujifanyia self evaluation, pengine labda miaka 6 nyuma ilikuwaje, na labda miaka 5 ilikuwaje, miaka 4, 3, 2, ili niangalie je, na move forward au narudi. Kwa hiyo huwa siwezi kabisa kujishindanisha na watu wa mitandaoni au kuiga, ila huwa napenda sana kuangalia vitu ambavyo watu wanavifanya. Kama ni kizuri, basi nitakichukua ili mimi niweze kukiboresha zaidi. Yawezekana unachokiona kupitia mtandao wa Instagram sio maisha halisi, bali ni highlights tu. Ndio maana huwa nasema usiige chochote kile unachokiona mitandaoni, chuja kwanza.